Niliota kaburi yangu na kesho unaopendekezwa. Nililala usiku huo nikiwa nimechoka sana. Niliingia usingizini haraka, lakini usingizi huo haukuwa wa kawaida. Nilijikuta katika msitu mweusi, kila kitu kimya, upepo ukivuma kwa huzuni. Mbele yangu niliona kaburi moja la pekee. Lilikuwa limechimbwa vizuri na lilionekana jipya kabisa. Niliposogea karibu, nilishtuka. Juu ya jiwe la kaburi liliandikwa jina langu. Mimi, jina langu kamili. Pale pale kaburini. Moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi. Kwa nini jina langu? Nani amenizika nikiwa hai? Ghafla nilisikia sauti ya ajabu nyuma yangu. Haikuwa ya binadamu. Ilisema kwa sauti ya pole lakini yenye nguvu, unaishi, lakini roho yako imekufa. Nikageuka kuangalia, lakini hakuna mtu. Nilipoangalia tena, kaburi lilikuwa limejaa mchanga. Niliamka kutoka usingizini nikiwa natetemeka na jasho jingi. Sikuwa na amani. Kesho yake nilipofika kazini mapema, kitu ambacho sikufanya mara kwa mara, nikakuta polisi wakichunguza tukio la wizi. Rafiki yangu wa karibu alikuwa amewataja jina langu kama mshukiwa. Lakini kwa sababu nilifika mapema na nilikuwa na ushahidi wa mahali nilipokuwa, niliweza kuonyesha ukweli. Ndoto hiyo ilikuwa onyo. Iliniokoa. Ilinifungua macho. Tangu siku hiyo, sijawahi kupuuza ndoto zangu tena. Mwisho wa hadithi. Je, nawe umewahi kuota ndoto ambayo ilikufungua macho au kukuokoa? Tuambie kwenye maoni. Usisahau kusubscribe kwa hadithi zaidi kama hii kila wiki hapa Swahili Story Hub.